Sura ya 2:4. Unaweza kusoma tafadhali? Kitabu cha Mithali sura ya 2 na ile fungu la 4, neno la Mungu linasema, ukiutafuta kama fedha na kuutafutia kama hazina iliyostirika, ndipo utakapofahamu kumcha Bwana na kupata kumjua Mungu. Kome hapo kwa ajili ya muda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwenye haya yote uliweza kuyapata, nimesema yatunze ili yakusaidie. Wote tunajua kitu kinaitwa fedha au hela. Hela inatafutwa kwa bidii sana, kwa nguvu, kwa akili sana. Na mtu anapoipata pesa anaitunza, anaificha. Hakuna anayetembea na pesa alizonazo anazionyesha tu hivi. Hapana. Pesa inatafutwa kwa bidii, kwa nguvu, kwa akili, usiku na hata mchana. Lakini wakati mwingine shida inakuja kwenye kutunza. Sasa kama tunavyotafuta fedha na kuzitunza kwa bidii, neno la Mungu kwako iwe zaidi. Litunze, ni maarifa na litakusaidia kusonga mbele. Tunza ulichokipata katika kongamano hili. Bwana Yesu asifiwe. Sambamba na hilo lingine niseme la kiuongozi, kikanisa au kidhehebu. Uongozi wa kanisa letu la AGGCI uko imara na uko salama. Haleluya. Ni vizuri haya wewe kuyasikia, kuyaelewa. Uongozi wetu wa AGGCI taifa uko imara na uko salama. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua dereva akiwa sawa kiakili, si ndio na kiroho, halafu ana nguvu hata za kimwili, namzungumzia dereva. Kwa hiyo hata abiria watakuwa salama. Haijalishi barabara inaweza ikawa mabonde, mashimo, milima, kadhalika, matope. Hayo kwenye barabara yanaweza yakawepo, si ndio watumishi wa Mungu? Lakini uimara wa dereva, umakini wa dereva utapelekea chombo ama gari ama treni ama ndege ama bodaboda ama baiskeli ama milima, kuna kona, kuna changamoto zote zile, kuna mamisumari naweza kachoma tairi afu pancha ikatokea, lakini pancha haizui safari isiendelee. Tunaziba, tunasonga mbele. Haleluya tena. Sumari, vikona, vimashimo, vitopetope, vilima vinaweza vikawepo. Hivyo sio hatima yetu. Hatima yetu ni kufika kule ambako Kristo ametaka tufike. Wapi? Mbinguni. Jina la Bwana na libarikiwe tena. Narudia tena, namalizia kusema, kanisa la AGGCI, uongozi kitaifa uko imara na uko salama. Gari liko salama na abiria wako salama, hata tufike tunakotakiwa kufika. Kwa askofu wa kanda askofu wa jimbo na wachungaji wote, AGGCI iko salama na kanisa liko salama, safari inaendelea. Jina la Bwana na libarikiwe tena. Bwana Yesu asifiwe. Nikisema AGGCI iko salama ni Tanzania na nje ya Tanzania. Jana nilikuwa naongea na matawi yetu yaliyoko Zambia. Wakaomba kusema, huku mnakuja lini? Zambia hatujafika tangu uchaguzi mkuu ulipofanyika tarehe 28 mwezi wa 8 2025. Kwa hiyo nimewahakikishia kwamba kuna uwezekano mwaka huu kungali mapema tutafika Zambia kwa ajili ya
kuliimarisha kanisa letu liloko Zambia na Malawi. Haleluya tena. Kwa hiyo kanisa liko salama. Nikisema uongozi wa taifa uko salama, sina budi kutaja askofu wetu mkuu anaitwa Daktari Paulo Busungu Maluki. Yuko salama, yuko Kahama, anaendelea. Makamu askofu anaitwa Bishop Ased Mwambete, yuko Sumbawanga, yuko salama, tunaendelea. Katibu wao mkuu Askofu Daktari Robert Ngai, ndiye huyu anayeongea, yuko salama, anachanja mbuga, tunaendelea. Lakini muhasibu wao mkuu anaitwa Julio Rafael Usukwa, yuko Mfindi Iringa, yuko salama, anaendelea. Lakini mshauri mkuu anaitwa John Matias Nchambi, yuko Dar es Salaam, tunaendelea salama. Jina Bwana libarikiwe. Kanda zote 8 ziko salama, majimbo yote yako salama, na makanisa yote yako salama. Haleluya. Baada ya kusema hayo, niwashukuru, nipelekeeni salamu kwa wachungaji makanisani, wachungaji, mama wachungaji, viongozi wa kanisa la mahali pamoja, wafikishieni salamu kwamba kanisa liko salama, na katibu mkuu amewatumia salamu za upendo na shukurani kwamba songeni mbele. Wanapenda kutumia msemo kwamba kaza buti, kanyaga, endelea mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo nifikishieni hizo salamu kwamba katibu mkuu amesema tufunge buti, tukaze, tukanyage na kusonga mbele. Lakini iweni waaminifu, iweni watendaji wa neno katika yote mlioweza kufundishwa. Zaidi ya yote, Roho Mtakatifu awe mwalimu na kiongozi katika haya mliofundishwa, ili mpate kuyaishi, ili mpate kuyatenda. Msio wasikiaji tu, bali muwe watenda wa lile neno ambalo mmelipata, ukikumbuka kulitunza ili likusaidie. Niwatakie kila laheri, salama, neema na amani ya Kristo iendelee kuwa pamoja nanyi. Viongozi wangu wa jimbo, idara ya mama, Mungu awabariki sana. Jitieni nguvu kwa kundi hili ambalo Mungu amekupeni. Endeleeni kuliombea, endeleeni kulitunza, liimarike, liongezeke. Mwaka kesho popote tutakapokuwa, idadi hii ikiwezekana iwe mara 5, ikiwezekana iwe mara 5, nikiwa na maana kwamba idadi kama hii ya hapa katikati itoke tu kwenye kanisa moja la katibu wa wamama wa jimbo hili, na inawezekana. Idadi kama hii hapa katikati itoke tu kwenye kanisa moja la mama katibu mkuu wa AGGCI hivi. Idadi kama hii iendelee hivyo katika makanisa yote. Kwa hiyo utakuta mwalimu atatabiri kusema ukumbi kama huu usitoshe, tutoe nje, tuweke matenti nje. Inawezekana, inawezekana. Kwa hiyo jitieni nguvu, pelekeni salamu. Kipekee na watakia heri na amani ya Kristo. Mungu awatunze, Mungu awabariki, kila laheri katika jina la Yesu. AGGCI tuko imara, tuko salama. Asanteni sana. Kiongozi, Mungu akubariki. Asante. Karibu. Hivi ndio nimeshamaliza. Uliniita, ulinikaribisha, nami narudisha usukani kwako ili ratiba zingine ziendelee.